Asante sana kwa hii nafasi kusimama mbele zenu. Tunataka kukaribisha mnenaji wa unabii. Kwa hivyo kwa hayo wale wamekuwa hapa mbele walikuwa wanafundisha mambo ya family life, na wale walikuwa hapa wamesikia ni nini hasa tunastahili kufanya katika familia zetu. Kwa hivyo hii ni muda wa kukaribisha ndugu yetu Elta Tom Mwango akuwe mbele zetu ili atufundishe unabii ni nini. Unabii sio ya kuweka vitambaa nyeupe. Unabii atazungumzia ni nini hasa unabii ni nini. Kwa hivyo karibu, na tunataka tuombe. Hii ni masaa ya kuomba. Baba wetu mpendwa, ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Umeturinda tangu asubuhi na umetufikisha masaa haya, kwa sababu ni wengi waliotarajia kufika siku ya leo lakini hawajafika. Wengi wamelala, wengi wako wagonjwa hospitalini, lakini wewe ni mwema kwetu, umetufikisha masaa haya. Jana tulizungumzia mambo, kwa sababu Mungu, wakati tunapoamuka kienda kutafuta, kuna mtoto mmoja jana alienda kutafuta kutoka ghorofa ya 7 na akaafa, na saa hii yako katika mocha na ni jirani yao. Kwa hivyo Mungu wetu uko na mipangilio kwa hayo. Mungu wetu, tunaomba ya kwamba utusingire na malaika wako, na wakati tunapokaribisha ndugu yetu Tom kuingia hapa mbele, umpatie ujasiri, umpatie hekima wakati anapozungumza na watoto wako, na tunaomba hayo machache katika jina la Yesu tuomba na kuomba. Nachukua nafasi hii kuweza kuwasalimu. Bwana asifiwe. Asante, tunazidi kuwakaribisha katika mkutano, na tunashukuru kwa sababu ya vipindi ambavyo vimeweza kupita. Tulikuwa na kipindi cha kujifunza Biblia, na tukakuwa pia na kipindi cha familia. Biblia leo ilikuwa inatufundisha juu ya uumbaji, tukaona jinsi ambavyo Mungu aliumba, na baada ya uumbaji tukaona jinsi ambavyo alimalizia kwa kumuumba mwanadamu. Na mwanadamu alipomaliziwa kuumbwa, mwanadamu aliweza kupatiwa chakula, na baada ya kupatiwa chakula pia akaweza kupatiwa utawala. Mwanadamu aliweza kupatiwa utawala, aweze kutawala vitu vyote. Kwa hivyo baada ya hiyo tukaona baadaye mwalimu wa pili ameingia katika ndoa, na hiyo ndoa Mungu mwenyewe ndiye alianzisha pale mwanzo. Baada ya kuumba Adamu akaweza kuangalia wanyama waliokuwa anawapatia majina. Walikuwa wanapita wawili wawili, akaangalia akaona ana mwenzake waliokuwa wanafanana na yeye. Mungu akampa usingizi, na baada ya kusingizi akatoa umbavu mmoja, akamletea mwenziwe ambaye alikuwa anaitwa Hawa. Familia ikaanza hapo. Nani aliunganisha familia hii? Ni Mungu peke yake. Mungu mwenyewe aliunganisha familia pale mwanzo, Adamu na Hawa. Basi tunashukuru sana tunapoenda kuingia katika kipindi cha kutamatisha ambacho ni kipindi cha unabii. Mwalimu anapoendelea kupanga watatuletea picha pia hapa juu za kuangalia na macho, na ndizo hizi tu, lakini pia zile zinapowekwa pale zinakuwa na mvuto sana. Nikawaambia msomi, nikawaambia picha hizi ziko hapa kwa sababu ni unabii. Unabii ni nini? Tukaona unabii ni injili ya Yesu. We msomi, nataka kusomewa. Unabii ni nini? Unabii ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Hosea
Hosea ni 12. Hosea ni 12, mstari wake ni wa 10. Hosea 12, mstari wake ni wa 10. Biblia inasema Hosea 12, Yesu anasema nami nimenena na manabii kwa njia hii ya maono na kwa utumishi. Inasemaje? Hosea 12 mstari ni wa 10. Inasemaje? Inasema tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii, nikatumia mifano. Kwa hivyo hii ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Picha hizi niliwaambia tunaishi katika siku za mwisho, na Mungu wa mbinguni ndiye ameamrisha ziweze kuchorwa namna hii na watu wafundishwe. Si ulisomee hiyo, naweka msingi tu mkiendelea ili nikaweze kuingia Habakuki 2 mstari wa 2 na wa 3. Mungu wa mbinguni ndiye ameamrisha ziweze kuchorwa namna hii na watu waweze kufundishwa. Asante sana, umenisaidia, nilikuwa nasikia na strain sana. Mungu wa mbinguni ameamrisha wapi? Habakuki 2 mstari wake ni wa 2 na wa 3. Mungu ameamrisha akasema namna hii. Bwana akanena nami akasema. Bwana akanena na Habakuki akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Hizi ni njozi na ziko hapa kwa ajili ya mafundisho, na Mungu ndiye ameamuru ziweze kuchorwa namna hii na watu waweze kufundishwa, kwa sababu tunaishi nyakati za mwisho. Huu ni ujumbe wa mwisho na Mungu anataka ujumbe huu ufundishwe kwa haraka sana. Na niliwaambia ujumbe huu unafundishwa dunia yote, kwa kila kabila na jamaa na taifa, maana Mungu ameamrisha ufundishwe kabla hajakuja, watu waweze kujua, wasipokee alama 66. Kuna picha ambazo sijaweka hapa, ambazo 66 ni nini? Ni alama ambayo itawekwa katika kipaji cha uso na mkono wa kuume. Hakuna kununua bila hiyo alama, na wale watapokea hiyo alama watachomwa moto. Ndio maana Mungu ameamrisha picha hizi zichorwe na watu wafundishwe kwa haraka sana. Siurudie, inasema Bwana ikasema. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanya iwe wazi sana katika vibao. Njozi hii ukaifanya kuwa wazi katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Ili anayesoma tunapofundisha upate kuelewa kama maji. Ndio maana ukisikia ikisomwa inashika sana, maana unaiona, apate kusoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati na inafanya haraka sana kwenda mwisho. Njozi hii itaenda mpaka mwisho. Utakuja kuona njozi hii inafanya haraka sana, inafundisha mpaka mwisho. Kwa hivyo Mungu ameamrisha iweze kuchorwa. Basi leo nataka kupiga hatua gani naenda? Leo naenda kitabu cha Danieli 7. Danieli 7 mstari wake ni wa 1 mpaka 8. Na inaposomwa, angalia picha hii. Nimetoka hii, lakini nitaunganisha picha hii na picha hizi. Jana nilikuwa hapa, sitaki nirudi hapa kwa sababu nitaunganisha. Hapa nitarudi nikiunganisha hapa. Kwa hivyo leo nataka nianze mambo mapya. Danieli 7 mstari wa 1 mpaka wa 8. Ikisomwa, angalia picha hizi. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli. Danieli aliona ndoto. Na maono ya kichwa chake. Na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Endelea. Basi akaiandika ndoto. Na ndio maana tunaisoma imeandikwa. Basi akaandika hiyo ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo haya. Danieli akanena akasema, aliona katika maono yangu wakati wa usiku. Na alikuwa katika maono yangu katika wakati wa usiku. Kwa hivyo alikuwa amelala. Endelea. Tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Nataka usikize Danieli, jambo la kwanza alionyeshwa bahari. Unapoangalia hapa unaona blue. Hii blue inasimamia maji. Na hiyo yote ni unabii.
Danieli aliona blue. Blue hii inasimamia maji. Aliona maji. Na alipoona maji, akaona upepo. Upepo ukavuma juu ya maji. Upepo ukavuma juu ya maji. Na upepo ulipovuma, Biblia inasema ndipo wanyama wakubwa wanne. Ndipo wanyama wakubwa wanne. 1, 2, 3, 4. Wakatoka baharini. Wanyama wakubwa wanne wakatokea ndani ya bahari. Nimesema hii ni bahari. Wakatokea ndani ya bahari. Endelea. Wote wa namna mbalimbali. Wote walikuwa wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba. Wa kwanza alikuwa kama simba. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Alikuwa na mabawa mawili ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Endelea. Akainuliwa juu. Akainuliwa katika nchi. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Endelea. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili. Nisaidie basi hii. Wacha tu. Mnyama mwingine wa pili kama dubu. Naye aliinuliwa upande mmoja. Ana mifupa mitatu. Mnyama wa kwanza alikuwa kama simba. Mnyama wa pili alikuwa kama ndubu. Naye aliinuliwa pande moja. Naye alikuwa na mifupa mitatu ya mbavu. Ilikuwa kinywani mwake. Ilikuwa katika kinywa chake. Katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo. Wakasikia mnyama huyo akiambiwa hivi. Inuka. Ule nyama tele. Danieli akashangaa. Na alipokuwa akishangaa, endelea. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mnyama mwingine kama chui. Naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne. 1, 2, 3, 4. Alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. 1, 2, 3, 4. Akapewa mamlaka. Kuna kitu nimegundua. Umegundua nini? Nimegundua ya kwamba picha hizi jinsi ambavyo zimetupwa hapa ziko hivyo katika Biblia. Hatujaongeza wala hatujatoa. Ziko hivyo. Tena nimesikia kitu kingine. Biblia ikasema mnyama huyu akapewa mamlaka ya kutawala. Danieli akashangaa, sasa mnyama huyu hatatawala kina nani? Tena ni mnyama. Wewe ushaona chui akitawala watu, huyu atatawala nini? Akashangaa. Na alipokuwa akishangaa, mstari wa 7 inasema baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Na tazama mnyama wa nne. 1, 2, 3, 4. Mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Alikuwa na uwezo mwingi. Alikuwa na meno ya chuma. Meno yake alikuwa ni ya chuma. Makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa. Na wale wa kwanza naye alikuwa na pembe 10. Angalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alikuwa na pembe 10. Endelea. Nikaangalia sana pembe zake. Tazama. Pembe nyingine ikazuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo. Ilianza ikiwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa. Na ikang'oa pembe 3 katika zile za kwanza. Zikambaki pembe 7, nayo ikiwa ni ya 8. Endelea, malizia. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Pembe ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa ni mdomo. Na kinywa ni mdomo, na mdomo kilichokuwa kikinena maneno makuu. Uliokuwa ukinena maneno makuu. Kinywa kinaongea, lakini kinywa hakina masikio. Anaongea na hana masikio. Ako na macho ya kuona, ako na mdomo, lakini alikuwa hana masikio. Sasa hii ni mambo gani? Huu ni unabii wa Biblia. Unabii ni nini? Ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano.
Na ndio maana hii sasa unabii tunafaa tutafsiri namna gani? Petro wa pili 2, Petro wa pili 1. Unabii tunafaa tutafsiri namna gani? Petro wa pili 1 mstari wake ni wa 20. Anasema hivi, mkijua neno hili kwanza. Mkijua neno hili kwanza. Ya kwamba hakuna unabii. Kwanza hakuna unabii. Katika maandiko. Katika maandiko. Upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Upatao kutafsiriwa kama vile mtu anavyopenda tu. Yaani mambo haya haifai tutafsiri vile mimi ninavyopenda. Biblia yenyewe inajitafsiri. Mambo haya yanatafsiriwa na Biblia, si mimi. Si ati nikuja hapa nianze kusema ati hii ni nini, ati hii ni chui. Hapana, mambo haya Biblia inasema hayafai yatafsiriwe vile ninavyopenda. Kwa nini? Teremuka. Anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Mambo haya hayakuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Yaani, ngoja polepole. Yaani wanadamu hawakufikiria mambo na wakaandika. Hayakuletwa. Endelea. Bali wanadamu walinena leo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Asante sana. Wanadamu hawa walioona mambo haya walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe alikuwa akiwaongoza na wanaandika. Sasa basi, kama unabii hatufai tutafsiri jinsi ambavyo tunavyopenda. Mambo haya ni mambo gani? Maana kila kitu hapa ni unabii. Maji, wanyama walitoka katika maji. Maji ni unabii, wanyama ni unabii. Wanyama ni unabii, maji ni unabii. Basi kama wanyama ni unabii, Danieli alipoonyeshwa mambo haya alitafsiriwa. Mstari wa Danieli 7 mstari wa 15. Danieli 7 mstari wa 15. Danieli alipoona mambo haya alifanyaje? Sikia. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Na haya maono ya kichwa changu. Na maneno haya ya kichwa changu yakanifadhaisha kama vile wewe unashangaa. Hata Danieli alipoona mambo haya alishangaa na akashangaa, na alipokuwa akishangaa, teremuka. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu. Nikakaribia yule aliyekuwa anasimama karibu akinionyesha mambo haya. Nikamuuliza maana ya kweli. Ya haya yote. Basi akaniambia. Akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Bwana asifiwe. Amina. Mambo haya hayajafichika. Mambo haya yako ndani ya Biblia. Nimewaambia hii ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano, na Yesu mwenyewe anayafunua kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu. Basi tutauliza, wanyama ni nini katika unabii? Maana nimewaambia kila kitu kiko hapa ni unabii. Mambawa ni unabii. Mnyama kutokea katika maji ni unabii. Sasa tuulize, mnyama ni nini katika unabii? Wanyama ni nini katika unabii? Danieli 7 mstari wa 17. Wanyama hawa wakubwa, yaani subiri. Unasema wanyama ni wafalme. Na akiwa mmoja, mstari wa 23. Anasema hivi. Mmoja basi anasema akanena hivi. Huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Mnyama wa nne, ufalme wa nne juu ya dunia. Mnyama wa tatu, ufalme wa tatu juu ya dunia. Mnyama wa pili, ufalme wa pili juu ya dunia. Mnyama wa kwanza, ufalme wa kwanza juu ya dunia. Wewe mhubiri, naona unashika hapo chini unasema dunia. Sasa hapa chini mnyama alitokea kwa maji. Maji ni nini katika unabii? Isaia 17 mstari wa 12. Isaia ni 17:12. Inasema Isaia 17:12. Maji ni nini katika unabii? Isaia 17:12 inasema uvumi wa watu wengi wanavuma kama uvumi wa bahari. Goromo ya
ya mataifa. Wananguruma kama ngurumo ya maji mengi. Wananguruma kama ngurumo ya maji mengi. Wacha nielezee kidogo. Maji yakinjaa katika hii mto, yakinjaa kabisa, unasikiaga ikiongea namna gani? Yanavuma. Siuvume kama vile inavuma. Alafu ukienda mahali kama pale Malikiti, mtumishi najua unaendaga Malikiti. Ndio. Sasa ukienda Malikiti, Malikiti imejaa watu ndani na wewe uko nje. Ukiwa nje na watu wako ndani, wanafanya kazi gani? Wananunua na kuuza. Wananunua na kuuza. Unasikianga namna gani? Yaani kama maji mengi. Maji, maana ya maji. Maji ni watu. Maji ni watu. Maji ni watu wengi. Mnyama kutokea katika maji ni ufalme kutokea mahali kuna watu. Haya. Bwana asifiwe. Amina. Yaani unabii ni rahisi. Biblia tu peke yake inatafsiri. Mnyama wa kwanza akatokea mahali kuna maji. Maji ni watu. Mnyama wa pili akatokea mahali kuna maji, kuna bahari. Bahari ni watu. Mnyama wa tatu pia akatokea mahali kuna bahari, na mnyama wa nne akatokea mahali kuna bahari. Maana yake ufalme wa kwanza ukatokea mahali kuna watu, ufalme wa pili ukatokea mahali kuna watu, ufalme wa tatu ukatokea mahali kuna watu, na ufalme wa nne ukatokea mahali kuna watu. Biblia ikasema hii bahari, upepo ulivuma juu ya bahari, upepo ukavuma, na upepo ulipovuma juu ya bahari kukatokea mnyama. Maana ya upepo ni nini? Yeremia 25. Yeremia 25:33. Yeremia 25:33. Maana ya upepo ni nini? Upepo ni nini? Yeremia inasema hivi, inasema na waliouawa na Bwana siku ile. Hebu anza 31. Anasema hivi. Mshindo utafika hata mwisho wa dunia. Utafika hata mwisho wa dunia. Maana Bwana ana mashindano na mataifa. Maana Bwana ana mashindano na mataifa. Atateta na watu wote wenye mwili. Mungu atakaporejesha ufalme wake, atateta na watu wote wenye mwili hapa duniani. Na waovu atawatoa wauawe kwa upanga. Tuliona jana waovu wote ambao hawajaweka tumaini kwa Yesu watauawa na Bwana, wote wataangamia. Endelea, itasema vile watakuwa. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Tazama. Uovu utatokea toka taifa hata taifa. Uovu utatokea taifa hata taifa. Na tufani kuu. Tufani ni upepo. Tufani ni upepo. Na upepo utainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Toka pande za mwisho za dunia. Waliouawa na Bwana siku ile, na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka pande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawatadiliwa wala kukusanywa. Yaani wakati Yesu atakapokuja, wenye dhambi wote watauawa na mng'ao wa Yesu, na hakuna kukusanywa, hakuna maziko. Tufani kuu ni vita. Ufalme huu wa kwanza ulipigana vita, ukachukua usukani. Ufalme wa pili ukapigana vita kwa watu, ukachukua usukani. Ufalme wa tatu pia ukapigana vita, ukachukua usukani. Lakini katika wakati tutakuwa tukijifundisha hapa, tutakuja kuona kuna ufalme moja ambao haujatoka katika maji. Ufalme wa mwisho ambao tunategea saa hii, ufalme wa mwisho haujatokea baharini. Takuja kuona ufalme ambao unaleta sita. Ufalme ambao unaleta sita haujatokea bahari. Sikwani mumefunga. Wachana nayo tu kama umefunga. Kama umeifunga wachana nayo tu. Lakini hizi zinaonekana zikitokea mahali kuna watu. Lakini ufalme wa mwisho kutawala dunia ambao unaleta sita haujatokea katika bahari. Utakuja kuona. Nimewaambia bado tuko na mambo mengi, na tuko hapa wiki hii na next wiki na wiki inayokuja. Basi hebu tuangalie sasa. Tumeona maneno, kuna mambo mengine sitaongea kama mambawa ama niseme tu mambawa, lakini wacha kwanza. Nataka maana kuna vitu ya muhimu sana leo nilikuwa nataka niweke.
ufalme wa kwanza, ufalme wa pili, ufalme wa tatu, ufalme wa nne. Ufalme wa nne, pembe ni nini? Ufalme wa nne ulikuwa na pembe. Pembe ni nini? Soma mstari wa 20, Danieli 7:23. Danieli 7:23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Wa nne ni ufalme wa nne juu ya dunia. Utakao kuwa ufalme wa nne juu ya dunia. Pembe nazo ni nini? Ulikuwa na pembe 10. Pembe 10 nazo ni nini? Na habari ya zile pembe 10. Mstari wa 24 inasema na habari ya hizi pembe 10 katika ufalme huo. Katika ufalme huu wa nne wataondoka wafalme 10. Kutatokea wafalme 10. Asante sana. Danieli 2 bwana, nitupia Danieli 2 hapa. Danieli 2 hapa. Nataka tu niwaweke tu kwa msingi tu kidogo. Unaona? Sanamu hii ni sawasawa na wanyama wale ambao tumekuwa hapa jana na wao. Tuliona sanamu hii ilikuwa na kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, tumbo la shaba, miguu ya chuma, na nyayo za miguu ilikuwa nusu udongo na nusu chuma. Tukauliza hii sanamu ni nini? Tukaona sanamu hii ilionyeshwa jinsi ambavyo dunia hii inatawaliwa kutoka kichwa cha dhahabu. Tukaona huu ni ufalme wa kwanza kutawala dunia, ufalme wa pili kutawala dunia, ufalme wa tatu kutawala dunia, na ufalme wa nne kutawala dunia, na ufalme wa nne ukagawanyika nyayo 10. We, unaona hii kiboko. Ufalme wa nne. Sasa nataka usike Danieli 2, Danieli 7. Tunalinganisha Danieli 2, Danieli 7. Unisomee Danieli 2 mstari wake wa 37, 38. Kwa sababu ya wageni. Anasema hivi, wewe mfalme. Hebu sasa kwanza anza 31. Anasema wewe mfalme uliona natazama sanamu kubwa sana. Ndio hii sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako. Endelea. Na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Ndio hiyo. Sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Endelea. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma. Na nyayo za miguu yake nusu ya chuma. Sasa tafsiri nusu ya udongo. Aliambiwa tafsiri ni nini? Mstari wa 37, 38. Wewe mfalme, mfalme wa falme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Nebukadneza akaambiwa wewe ni mfalme na Mungu wa mbinguni amekupatia ufalme na uwezo na nguvu na utukufu na kila mahali wakawapa wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako. Endelea. Naye amekumlikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Endelea. Na baada ya zamani zako kichwa cha dhahabu, wewe Nebukadneza utainuka mfalme mwingine mdogo kukuliko wewe. Utatokea ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaotawala dunia yote. Dhahabu ni ufalme wa Nebukadneza. Kifua cha fedha ni ufalme. Tuliona jana baada ya ufalme wa kwanza ambao ni ufalme wa Babylon iliyokuwa inaongozwa na Nebukadneza. Babylon iliongozwa na Nebukadneza. Baada ya ufalme huu wa Nebukadneza kulikuja ufalme wa pili mdogo kuliko wa Nebukadneza. Ulikuwa unaitwa ufalme wa Waamedi na Waajemi ambao uliondoa ufalme wa kwanza na ufalme wa tatu. Ufalme wa tatu kutawala ulikuwa ni ufalme wa Kigiriki, the Greek Empire, iliondoa kifua cha fedha, uliondoa Iraq na Iran, Waamedi na Waajemi. Ufalme wa Kigiriki. Wagiriki nao walipokuwa wakitawala
wakaondolewa na ufalme wa 4 kutawala dunia. Ufalme wa 4 kutawala dunia. Danieli 2 mstari wa 40. Danieli 2 mstari wa 40. Miguu ya chuma ni nini? Inasema na ufalme wa 4, na ufalme wa 4, ufalme wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Ufalme wa 4 mnyama. Danieli 7:23. Danieli 7:23 anasema akanena hivi huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Mnyama wa 4, ufalme wa 4 juu ya dunia. Ufalme wa kwanza, ufalme wa pili, ufalme wa tatu, ufalme wa 4. Sanamu. Danieli 2:41. Danieli 2:41. Nyayo za miguu inasemaje? Anasema na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu, kama vile ulivyoziona hizi nyayo za miguu, na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma. Ufalme huu wa 4 wa Roma, ufalme wa Roma, ufalme wa 4, ufalme wa Roma utakuwa ufalme ule gawanyika, utagawanyika kutokea vidole 10. Vidole 10 sawasawa na pembe 10. Danieli 7:24. Danieli 7:24. Pembe 10 sawasawa na vidole 10. Na habari za zile pembe 10, na habari za hizi pembe 10 katika ufalme huo, katika ufalme huu wa 4 wa Roma wataondoka falme 10, ukatokea falme 10. Falme 10 hizi niliwatajia jana, zilizotokea katika ufalme wa Roma. Ya kwanza Germany, ya pili England, ya tatu Italy, ya 4 France, ya 5 Portugal, ya 6 Spain, ya 7 Switzerland, ya 8 Eruli, ya 9 Vandos na ya 10 Ostrogoth. Mtumishi, mbona kuna zingine hapa nazikia na zisioni? Zilienda wapi? Danieli 7:24. Danieli 7:24 nasema, hebu sikia hii pembe. Na habari za zile pembe 10, na habari ya hizi pembe 10 ambazo nimetaja, falme 10, mataifa ya Europa 10. Katika ufalme huo watokea falme 10. Katokea hizo falme 10 ambazo nimetaja. Na mwingine. Kwa hiyo huyu ni mfalme mwingine. Huu ni ufalme mwingine. Na mwingine, pembe iliyokuwa na macho na kanywa. Na mwingine. Ataondoka baada ya hao. Naye atakuwa mbali na hao. Atakuwa tofauti na hao wengine wote. Naye atawashusha wafalme 3. Basi atang'oa pembe 3. Hiyo nitakuja kuongea tutakapokuwa tunaendelea. Huyu aling'oa pembe 3. Alitoa pembe 3. Pembe gani? Eruli, Vandos na Ostrogoth. Unaposoma history, maana Biblia inaenda na historia. Unaposoma history ya kidato cha pili cha tatu, ndio unasoma hii historia na inaenda na Biblia. Watu wengi hawajui. Niliwaambia Mungu wa mbinguni anatangaza mahali tumetoka na mahali tunaelekea. Mungu wa mbinguni anatuacha kwa giza. Wanaosoma Biblia wanaelewa tuko katika utawala gani na tunaelekea wapi. Lakini wale hawasomi Biblia bado wako na giza, wako kwa giza, hawajui tuko umbali gani. Ni wale tu wengine wanaimba wanasema mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, wakati mambo si sawa. Mambo si sawa. Watu wanaimba mambo ni mzuri wakati mambo si sawa. Biblia inasema ngoja sasa ujumbe ni mwingi lakini masaa ni machache, lakini nataka niongee machache kidogo nimalize. Kwa nini Mungu arudie tena Danieli 2 katika Danieli 7? Danieli mbele ilifunuliwa mfalme ambaye hakuwa anajua Mungu wa kweli. Alionyeshwa mambo ya siasa na mambo ya uchumi. Ndio maana siturudi Danieli 2. Angalia mambo ya uchumi namna gani. Angalia dhahabu na fedha kiuchumi. Ni dini gani iko na faida sana? Dhahabu iko na faida zaidi. Dhahabu. Fedha na shaba ni dini gani iliyo na thamani sana? Na fedha. Na fedha na shaba na chuma. Shaba. Ndio maana watu wanapoenda kushindana, anayekuja namba 1 anapewa nini? Dhahabu. Namba 2 anapewa fedha.
Namba 3 anapewa shaba. Yaani sanamu hii ilifunuliwa mtu ambaye hakuwa anajua Mungu wa kweli, ikionyesha mwengemeo wa siasa na mwengemeo ya kiuchumi. Saa hizi tuko chini hapa, wakati uchumi wa dunia uko chini kabisa matope. Maana unabii unatangaza ya kwamba kabla Yesu hajakuja, dhamani ya pesa itakuwa chini kabisa. Unajua juzi tu nakumbuka juzi tu tulikuwa tunatumia vitu zinaitwa sumuni. Sumuni iko sahi. Sasa hizi haipo. Mashilingi haimepotea. Tuko na nini sahi? Hata shilingi 5 karibu kuisha. Shilingi 5 karibu kuisha. Naam. Na watu wanachagua wafalme wakiweka matumaini. Wanasema sasa huyu ameharibu. Wewe ameharibu, hata tuchague mwingine ambaye atafanya vizuri, watafanya vizuri. Watu wengi hata hapa Kibera, hata jini mwesimama, watu wengi wameweka matumaini kwa viongozi. Ndio maana unasikia siasa hapa zinapamba. Siasa zinapamba. Wakisema huyu ameharibu, tunataka tuweke mwingine. Na kuambia hata yule anakuja. Simulikuwa mlalia wakati wa Kibaki. Ndio. Wakati wa Uhuru tumeenda maandamano. Wakati wa huyu mwingine tumeenda maandamano. Ninaelezea kabla Yesu hajakuja, uchumi wa dunia utakuwa umedhoofika. Zaburi 146 verse 3. Zaburi 146 verse 3. Anasema watumainie wako wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Unajua watu wengi wanawekanga matumaini yao kwa watu. Hata uchumi wako ukiharibika, weka matumaini kwa Yesu. Usitumainie wanadamu. Kuna watu hapa wanatumainia ndugu zao, dada zao wawalishe. Hapana, tumainia wanadamu. Usiwatumainie wakuu. Hadi unasema huyu akiingia sasa mambo itakuwa mzuri. Unabii wa Biblia unaelezea kwamba maisha yataendelea kukazwa. Nauliza, zamani zangu nikiingia hapa Nairobi, nilikuwa nanunua mkate shilingi 5. Shilingi 5. Saa hii mkate inaweza rudi shilingi 5. Haiwezekani. Mkate inaweza rudi shilingi 20. Haiwezekani. Mkate unaweza rudi shilingi 40. La hasha. Shemusha bongo. Maana uchumi wa dunia unaendelea kudhoofika. Lakini Danieli, mtumishi wa Mungu, siulete hiyo ingine. Danieli naye alionyeshwa wanyama, kwa njia ya wanyama, falme kwa njia ya wanyama, kuonyesha jinsi ambavyo serikali zitatendea watu kiunyama. Serikali zinatendea watu kiunyama. Hata hii yetu mnajua tu. Kiunyama. Serikali zinatenda kiunyama. Wanatenda kiunyama. Ndio maana mtumishi wa Mungu anaonyeshwa hizi serikali kwa njia ya kiunyama. Na tena Danieli anaonyeshwa hatua nyingi sana ambayo haikuonyeshwa mfalme. Anaonyeshwa huyu pembe ndogo. Kilele cha mkutano kitakuwa huyu pembe ndogo. Maana pembe ndogo ndiye sita, ndiye mpinga Kristo. Huyu ndiye mpinga Kristo. Pembe ndogo 6, huyu ndiye mpinga Kristo. Danieli anapigishwa hatua ambayo haikuonyeshwa mfalme Nebukadneza. Pembe ndogo, mpinga Kristo. Kwa hivyo hebu tuulize kwanza, nataka tu ninguze mambo machache tuende nyumbani. Ufalme huu, maana kila ufalme uko na madhara walilete kwa mambo ya Ukristo. Ndio nikawaambia imeletwa kwa mambo ya wanyama. Ufalme huu ulileta nini? Danieli 3. Hebu sikiza, ufalme huu wa Babeli ulileta nini, madhara ngani? Sikia Danieli 3. Baada ya Nebukadneza kuonyeshwa ile sanamu, alifanya nini? Inasema Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Alipoonyeshwa ile sanamu, ilikuwa na kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, tumbo la shaba, miguu ya chuma. Alikataana na hiyo maneno, akatengeneza sanamu kubwa ya dhahabu. Alafu urefu wake ulikuwa ni dhira 60 na upana wake dhira 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura. Endelea bwana. Katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kwa
kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, na akaita watu wote, endelea, ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu, hiyo sanamu Mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Kwa hivyo Nebukadneza alisimamisha sanamu kubwa sana. Alafu mstari wa 4 akafanya nini? Anasema ndipo mpiga mbio akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote. Maana Nebukadneza alitawala dunia yote. Enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha. Mumeamriwa hivi. Wakati mtakaposikia sauti ya panda. Na filimbi. Na kinubi. Na zeze. Na santuri. Na zomari. Na namna zote za ngoma. Lazima muanguke na kuabudu sanamu ya dhahabu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Nebukadneza niliwaambia hakuwa anajua Mungu wa kweli. Alisimamisha sanamu kubwa na akaita dunia yote iweze kuabudu hiyo sanamu. Na kabla ya watu waabudu sanamu, Biblia inasema sanduri zilichezwa, ngoma zilipigwa, muziki ulichezwa. Unajua yaliyokuwa zamani lazima yajirudie. Saa hii tunaendelea kuona alama ya 66. Kabla alama ya 66 isimamishwe, lazima watu waandaliwe na miziki. Ndio maana unaona siku za leo miziki imengeuka. Hauwezi tambulisha muziki wa Mungu na muziki wa dunia. Wewe angalia katika runinga yako miziki ya watu wa dunia kule club na miziki ya watu wanaojiita wa Kristo. Unasikia wote ni kitu moja tu, wanajua chezea Yesu chezea, dombolo 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 ya Yesu dombolo dombolo ya Yesu dombolo. Yaani watu wa club wanaimba tu hivi. Watu wa club ni hivi na wa kanisa ni hivyo tu. Hakuna tofauti. Maana watu wanaandaliwa kwenda kuanguka kwa 66. Mambo yaliyokuwa zamani lazima yajirudie. Tusome Mhubiri 1:9. Mambo yaliyokuwa zamani lazima yajirudie tena ili watu wawekwe. Ndio maana siku za leo hautaona watu wakihubiri. Watu wanahubiri fungu moja na wanacheza dombolo ya Yesu, dombolo ya Yesu. Ndio maana hapa hakuna kucheza. Hapa hakuna kucheza, ni maandiko. Maana Mungu ametumana ujumbe huu wa mwisho. Ujumbe wa mwisho ni wewe utoke huko uone ukweli mahali ulipo. Maana shetani amechanganya dunia yote. Shetani amechanganya dunia. Anasema, unajua, wacha niwaambie zamani zangu. Kila mtu ako na zamani zake. Lakini hii rika imezaliwa miaka ya hapa 90s. Hawanjui. Wewe umezaliwa miaka ya 70s hapo nyuma. Angalia kanisa za zamani. Watu walikuwa wanaenda wanamsifu Mungu, wanasimama wanamsifu Mungu kwa uzuri na utakatifu. Lakini kuanzia mwaka wa 90s kuja watu wakaletewa mambo mengine. Dombolo ya Yesu. Watu kucheza. Hadi unachezea Yesu. Chezea Yesu, chezea. Kwani Yesu ni warika yako? Hadi unamchezea. Chezea Yesu, chezea. Chezea. Rukia Yesu, rukia. Unarukia Yesu wapi? Yaani Biblia inasema, usome hiyo kwanza. Anasema hivi, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Unajua hakuna kitu kigeni. Mambo yaliyokuwa zamani, shetani hujatua akijibadilisha. Shetani hujibadilisha. Utakuja kuona shetani anaenda akibadilisha maneno na anapatia watu. Michezo ilikuwa na hiyo michezo ilichezwa na watu hawakuwa wanajua Mungu. Biblia inasema walicheza vinanda. Hata leo unasikia kanisani watu wanapiga picha. Na hapa ndani ya kanisa. Hadi ndani ya kanisa na vilimbi.
Wengine wanapitanga hapo, unaona mtu ni mkali kuliko yeye peke yake. Unaona anawa na watu wanasema wako kanisa. Utashangaa bado maneno. Hii ni kionjo tu. Bado maneno inakuja. Biblia inasema Nebukadneza aliandaa watu kwa muziki. Unajua muziki ni wa kuchanganya mawazo. Na ufalme huu, hiyo jina yake inaitwa Babeli, ni kuchanganya watu. Ufalme huu, na tutakuja kuona kuna Babeli ya mwisho. Kuna hii Babeli na ilimalizwa na Mungu. Lakini kuna Babeli ya sasa ya kiroho. Babeli inamaanisha kuchanganya, machafuko, kuchanganya watu. Watu wanachanganywa, hawana Biblia. Wanachanganywa, wanapatiwa kafungu moja na kuchanganywa. Lete sifa. Hai. Siendelee bwana. Utumishi ilienda namna gani? Mstari wa 5, Danieli 3 mstari wa 5. Danieli 3 mstari wa 5. Ndipo mpiga bio akapiga bio. Watu wakaitwa waabudu sanamu. Endelea sasa. Wakati mtakaposikia sauti ya panda, wakati mtasikia sauti na zeze, na zanduri, na zomari, na zote za ngoma, lazima muanguke na kuabudu sanamu. Kwa hivyo Nebukadneza hakuwa anajua Mungu wa kweli. Nimewaambia falme hizi hazikuwa zinajua Mungu wa kweli. Na mfalme huyu ambaye anaitwa Nebukadneza alileta ibada ya sanamu na akaita dunia yote ikuje kuabudu sanamu. Na Biblia inasema watu walikuja kuabudu sanamu. Lakini wachache, mstari wa 8, wachache walikataa kuabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Hebu sikia mstari. Baadhi ya Wakaldayo, Wakaldayo ni kabila ya hii nchi, wenyeji wa nchi hii. Baadhi ya Wakaldayo wakakaribia mfalme, wakaleta mashtaki juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia, Wayahudi walikuwa ni watu wa Mungu. Wakajibu mfalme wakamwambia, Mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele. Nilikwambia alikuwa anaitwa aishi milele. Na ndio maana alipingana na njozi ya Mungu ya kwamba yeye ataisha. Akaweka sanamu ambayo ni ya dhahabu tupu, kumaanisha alikuwa anafikiria yeye ataishi milele. Kila mmoja aliyekuwa anakuja kwake anamwambia mfalme ishi milele. Ndio niliwaambia wafalme wanaotawala dunia wanafikirianga hawataacha ufalme. Anaweza fanya chochote. Aretain ufalme. Anaweza fanya chochote, aendelee kutawala. Wafalme wa dunia hii wanafikiria wataishi milele. Akamwambia wewe mfalme ishi milele. Wewe mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma ni lazima anguke na kuabudu ile sanamu ya dhahabu. Alafu na kila mtu asiyeanguka afanywaje na kuabudu atatupa katika tanuri ya moto uwakao. Hiyo ndio sasa wafalme ufanye. Mtu akikataana na wao wanaamua lazima tumalize. Wakasema sasa tutaweka moto. Yule atakataa kuabudu tutamtupa hapo. Lakini Biblia inasema kuna watu walikataa. Inasemaje hapo chini? Anasema wako Wayahudi kadha. Akasema wako Wayahudi kadha. Wayahudi ni watu wa Mungu walio na sheria za Mwenyezi Mungu. Wako Wayahudi kadha wa kadha ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme wamekataa hawakukujali wewe. Mungu walikataa kuabudu sanamu. Hawaitumiki miungu yako. Sitaki niongee hapo, najua watu wengi wanasomanga hiyo story. Maana nikidwelwa hapo tutapotea. Tutakaa hapo sana. Ninataka kusonga mbele. Amina. Hao vijana walikataa. Kwa sababu gani walikataa? Maana amri ya Mungu ya pili inasemaje? Amri ya pili ya Mungu inasemaje? Ufungue bwana. Amri ya pili ya Mungu inasema namna gani? Kutoka 20 mstari wa 4 mpaka mstari wake wa 7. Amri ya Mwenyezi Mungu ambayo ni ya pili
inasema hivi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Mbinguni kuna Mungu Baba. Mbinguni kuna Yesu. Mbinguni kuna mwezi. Mbinguni kuna nyota. Mbinguni kuna jua. Hata ingawa ukienda makanisa mengine, misikiti, utakuta mwezi na nyota. Hiyo Mungu amesema hiyo ni ibada ya sanamu. Kwa mambo ya kuabudu, usiweke jua, usiweke mwezi. Endelea. Anasema hivi, juu mbinguni, wala kilicho chini duniani. Ukienda makanisa mengine hapa, unakuta sanamu za Yesu, sanamu za watu, Mariamu, sanamu za Yusufu. Hiyo pia wala kilicho majini chini ya dunia. Usinisujudie. Watu wengine unakuta wanaabudu ng'ombe. Kwa hivyo Mungu amekataa ibada ya sanamu, na ndio maana Shadrach, Meshach na Abednego walikataa kuinamia sanamu. Unajua unaweza kuwa uinamii sanamu lakini unaabudu sanamu. Watu wa eneo hii, unajua unaweza kuwa wewe uabudu sanamu lakini unainamia sanamu. Wakolosai 3:5. Wakolosai 3:5. Unaweza kuwa wewe hauabudu sanamu, hauinamii kitu, hauinamii ng'ombe, hauinamii chochote, lakini unaabudu sanamu kupitia nini? Basi vipisheni viungo vyenu. Basi vipisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndiyo ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Hiyo ibada ya sanamu, unaweza kuwa wewe mafikiria yako ni mapotofu kila wakati. Hiyo ni ibada ya sanamu. Uasherati ni ya watu ambao hawajaolewa. Vijana. Najua uasherati umejaa hapa vijana. Uzinzi. Hiyo inaitwa ni ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Kila kitu ambacho umependa sana kuliko Mungu, hiyo ni ibada ya sanamu. Unajua kuna watu wamependa kazi, pesa kuliko Mungu. Hata hawezi kufunga biashara yake aende kanisa, maana amependa pesa sana. Hiyo ni ibada ya sanamu. Si sanamu, si ile unasimamisha tu na kuabudu. Watu wengi hawapendi Mungu. Waliacha Mungu kitambo. Ibada ya sanamu. Kwa hivyo mfalme alileta ibada ya sanamu. Vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, wakakataa. Kwa hivyo ufalme huu ndio ufalme ulilete ibada ya sanamu. Ukikuta makanisa yoyote, kanisa yoyote unakuta ibada unakuta sanamu. Unakuta sanamu ya Yesu, unakuta sanamu ya Mariamu, unakuta sanamu ya Yusufu. Hiyo wanaonyesha hawana amri ya pili. Amri ya pili kwao hakuna. Kwa mambo ya sanamu, masanamu naona mpaka leo imechukuliwa na makanisa masanamu. Makanisa wamechukua masanamu. Unaenda unakuta makanisa wako na masanamu ya watu ndani ya kanisa. Ibada ya sanamu. Ufalme ulikuwa na vituko vingine gani? Hiyo sasa imeshika dunia yote. Ufalme huu ulikuwa na vituko vingine. Vituko gani? Yeremia 52:31. Yeremia 52:31. Ufalme huu pia umegodhisha dunia yote. Umeleta ibada ya sanamu na ukaleta kitu ya pili. Ndio hiyo inasoma. Kitu ya pili ni gani? Yeremia 52:30. Yeremia 52:31. 31 inasema hivi. Kuwa tarishi mmoja wewe. Yeremia 52:31. Wewe 52:31. Samahani. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wakuhamishwa kwake Yoakini mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda alikuwa Waisraeli. Walitoka mateka na hawa, wakawateka mateka. Endelea.
katika mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ni Disemba. Saa hii tuko mwezi wa Disemba. Saa hii tuko mwezi wa Disemba. Najua watu wanajiandaa. Watu wanapasha misuli. Watu wanapasha misuli. Watu wameweka pesa. Najua watu wameweka pesa. Wanapasha misuli. Kwa hii maneno. Hebu sikia. Mwezi wa 12, hiyo ni Disemba. Siku ya 25. Tarehe 25 Disemba ya mwezi. Tarehe 25 Disemba. Ni nini ilifanyika na ilifanyika wapi? Inasema Evil Merodaki, mfalme wa Babeli. Babeli ni utawala uliotawala kabla ya Yesu kuzaliwa, mwaka wa 605 BC. Mpaka mwaka wa 531 BC ukaondolewa. Kwa hivyo wakati huo nini kilikuwa? Hebu endelea. Katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake, kwa mfalme huyu wa Babeli, akamuinua kichwa chake Wakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Mfungwa akatolewa gerezani tarehe 25 Disemba, ambayo Wakristo wengi hata hapa Kibira wanasema Yesu alizaliwa. Wewe uko hapa unaniangalia, niko hapa mpaka next week. Nataka uniletee fungu inayosema Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Henda ulize pastor, henda ulize kila mtu ambaye unataka, na ukikuja na hiyo fungu nitaacha kuhubiri. Wewe utabeba hizi vyombo ukahubiri, nitaacha kuhubiri. Na niko hapa nangojea uniambia Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Wakristo wengi wamechanganywa na huyu amechanganya. Nimewaambia Babeli, maana ya Babeli usome hapa 11, Mwanzo 11 mstari wa 8. Babeli maana yake ni machafuko, kuchafua akili za watu. Huyu alichafua na amechafua watu wengi. Watu wengi wanasherehekea tarehe 25 Disemba wakiwa hawajui imetoka wapi. Ilikuwa ni ya Babeli, na Babeli ni machafuko. Watu wamechanganywa akili zao, wamechafuliwa. Babeli maana yake ni nini? Anasema hivi, kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Maana ya Babeli, hapo ndipo Bwana alipochafua lugha. Babeli ni machafuko. Hapo ndipo Bwana alipochafua lugha. Machafuko ni kuchanganya. Wale wamechanganya dunia yote. Itakuja kukuonyesha iliingiaje kwa Ukristo. Maana iko hapa kupitia kwa unabii, tunakuja kuangalia iliingiaje. Tarehe 25 Disemba iliingiaje ndani ya Ukristo. Usikose mkutano, utashangaa sana. Na utabaki umeshangaa. Hiyo tarehe 25 Disemba ni nini kilikuwa katika ufalme huu wa Babeli? Ezekieli 8 mstari wa 13. Ezekieli 8:13 tunasema hivi, akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa, mengine wanayoyatenda. Ndipo akaleta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Ndipo akaleta katika mlango wa kuingiza kwa Bwana ulioelekea upande wa kaskazini. Na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Tamuzi ni nani? Tamuzi ni mtoto wa mwanzilishi wa ufalme wa Babeli. Alianzisha ufalme wa Babeli. Alikuwa mjukuu wa No. Alikuwa wa No. No alikuwa na watoto wangapi? Watatu. Mmoja anaitwa Shem, mwingine anaitwa Ham, mwingine anaitwa Yafeth. Na mtoto anaitwa Ham alimzaa mtoto aliyekuwa anaitwa nani? Kushi akamzaa Nimrod. Nimrod ndiye alianzisha ufalme huu wa Babeli. Hiyo ni Mwanzo 10 mstari wake wa 8. Mstari wa 8 na wa 9. Mwanzo 10. Na huyo aliyekuwa anaitwa Nimrod alikuwa na mke aliyekuwa anaitwa Semiramis.
na huyu mwanaume hakuzaa mbegu, hakuzaa mtoto na akafa. Na alipokufa, maana alikuwa ni hodari, alikuwa mfalme hodari. Alipokufa watu wakasema hajakufa, yeye ndiye sasa anaitwa Mungu Jua. Yeye alikufa akaenda kwa Mungu Jua, na watu wa wakati huo wakaanza kuabudu Mungu Jua. Na hiyo Jua sasa, huyu mwanamke aliyeacha alikuwa anaitwa Semiramis, akaonekana akiwa ako na mimba. Alipoonekana akiwa ako na mimba, maana alikuwa ni malkia, watu wakamwendea wakamuuliza, malkia, hii mimba imetoka wapi? Akasema, bwana yangu hajakufa. Alipokufa alienda kwa Jua, na nilitoka nje. Niliwaambia Babeli ni ya kuchanganya. Nilitoka nje nikiota jua, miali ya jua ikanidunga mimba. Kwa hivyo hii mimba na beba ni ya bwana wangu, na nilidungwa kupitia jua. Huyo mama ndiye aliyezaa mtoto anaitwa Tamusi. Tamusi alizaliwa tarehe 24 Disemba usiku, tukiamkia tarehe 25. Ndio dunia inasherekea bila kunjua. Maana Babeli ni machafuko, watu wamechanganya. Si Yesu alizaliwa. Na ndio maana hata Wahindi, ukienda pale town tarehe 25 Disemba kwa Wahindi kwa manduka, unaona wanaandika X. Maana ya X ni nini? Haipo. Hakuna. X, no mass. No mass. Uliza Muislamu, anakuambia wewe ni Mkristo, unaamini Biblia, nionyeshe tarehe 25 Disemba imeandikwa wapi kwa Biblia. Utambaki unalitumba, nilikutanga. Nilikutanga. Nilizaliwa nikaikutanga. Chunguza. Watu wa Mungu si wa kuamini kila kitu. Mjinga ndiye anaamini kila neno. Watu ni kuchunguza. Na sisi tumechunguza. Tulikuwa tunasherehekea hizo na tukawacha. Tukachunguza, tukakuta ni uongo. Uongo. Alafu hapa tunaimbiwa tu nyimbo. Tarehe 25 Disemba amezaliwa wapi? Hakuna fungu. Tena, hebu niwaambie, hizi zinaitwa birthdays. Birthdays hazikuwa za watu wa Mungu. Na Yesu hakutazaliwa tarehe 25 Disemba. Birthdays zilikuwa zinasherekewa na watu ambao hawajui Mungu. Watu ambao wako wanajua Mungu. Tusomee Mwanzo 40:20. Watu ambao wako wanamjua Mungu ndio walikuwa wanasherehekea kuzaliwa. Yesu in fact hajawahi kutuachia tusherekee kuzaliwa kwake. Yesu alizaliwa, lakini hakuzaliwa tarehe 25 Disemba. Hiyo ni ya watu waliweka ambayo wanasherekea Tamusi wani. Ili kujaye kwa Ukristo itakuja kuambia wewe shika tu maneno, maana mbali tuko na mengi. Shika maneno, utaona mambo mengi wa Kristo wa leo wanafanya wako kinyume cha Biblia. Ikawa siku ya tatu, Biblia inasema ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao. Siku ya kuzaliwa kwake Farao. Farao alikuwa ni Misri na hakuwa anajua Mungu wa kweli. Endelea. Akawafanyia karamu, akafanyia watu wake karamu, watumwa wake wote, akakiinua kinywa chake, akakiinua kiti chake juu. Kiti chake juu. Inasema akakiinua kinywa. Anza bwana. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao. Siku ya kuzaliwa kwake, birthday yake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Akawafanyia karamu watumwa wake wote. Birthday zilikuwa zinafanywa na watu hawajui Mungu. Kwa hivyo kwa Yesu, wewe angalia Biblia yote, hakuna mahali Yesu anafanywa birthday. Yesu kila alituachia tufanye ni kukumbuka kifo na kufufuka kwake. Ndio alisema fanyeni hivyo. Pasaka, inaitwa Pasaka. Fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Yesu hakusema tukumbuke kuzaliwa kwake. Nani mwingine? Hebu nisome Mathayo 14:6. Utaona watu wa Mungu akiwa na birthday hawakuwa nazo. Hizo zilikuwa za watu hawamjui Mungu. Falme mingi hazinjui Mungu wa kweli. Falme nyingi
utakuja kushangaa wafalme wote wa dunia wako kwa yule mwofu mpinga Kristo. Nani mwingine alikuwa anasherehekea birthday? Utakuta ni watu hawajui Mungu. Na Yesu hakuna mahali pa Yesu. Hakuna mahali Yesu anaonyesha akizaliwa, na Yesu alizaliwa. Alizaliwa. Lakini hakuna mtu anajua tarehe na siku na mwaka Yesu alizaliwa. Hakuna mtu anajua tarehe Yesu alizaliwa. Nitakusomea kwa maandiko. Inasema hivi. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake, saa imeenda. Nitafunga. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake. Nani huyo? Herode. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa Herode, binti Herodia. Herode alikuwa ni mfalme wa Roma. Alisherehekea birthday ya Herode. Na birthday hizo zote walikuwa wanasherehekea, walikuwa wanaua mtu. Naam. Ukiona ya Herode aliua mtu. Herode aliua Yohana Mbatizaji, mtu wa Mungu. Na yule mwingine aliua nani? Ule mtu alikuwa amefungwa na Yusufu. Birthdays. Kwa hivyo birthdays zote na 5 Disemba. Yesu alizaliwa lini? Saa zimeenda. Acha nimalizie hapo. Maana ninaweza changanya watu waende nyumbani waseme Yesu hakuzaliwa. Yesu alizaliwa wapi? Si unisomee hapa. Nisomee Luka 1:26. Yesu alizaliwa. Inasema mwezi wa 6. Hebu sikia. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali mbikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Kwa hivyo malaika alitumwa mwezi wa 6 kwa Mariamu. Alafu uambari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Endelea. Akaingia nyumbani akasema. Akaingia nyumbani kwa Mariamu akamwambia Mariamu, Salamu. Uliyepewa neema. Wewe uliyepewa neema. Yaani neema ni nini? Ni huruma. Huruma, wewe umepata huruma kwa Mungu. Si kumaanisha hakuna bikira wengine Israeli halipata rehema ya Mungu kuweza kuzaa mwokozi. Akaambiwa utachukua mimba na utazaa mwana na utamuita jina lake Yesu. Mstari wa 36 anasema ya kuwa tena tazama jamaa yako Elizabethi naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake na mwezi huu ni wa 6 kwake. Hebu sikia, usichanganyikiwe hapo. Malaika alitumwa mwezi wa 6 kwa Mariamu. Na huo mwezi wa 6 Elizabethi alikuwa na mimba ya miezi 6 ambaye ni Yohana Mbatizaji. Waliachana na miezi 6. Na they were cousins. Walikuwa makazini. Na mimba inachukuanga siku ngapi? Miezi 9. Sasa basi Yesu alizaliwa. Kama mimba ilikuwa ya mwezi wa 6 kuongeza 9 itakuleta 12. Hiyo ni hesabu. 6 kuongeza 9 itakuleta 12. Haiwezi kukuleta, itakuleta mwezi wa 3. Maana Yesu hakuzaliwa miujiza. Unajua kuna wengine huko wanatuambia, kuna mhubiri mwingine alikuwa anaambia watu niko na uwezo wa kuzalisha miezi 3 mtoto. Miezi 3 mtoto. Miezi 3 mtoto. Mnamjua huyo? Alikuwa anaitwa nani? Dea. Anaambia watu miezi 3 mtoto. Hata Yesu hakuzaliwa miezi 3. Yesu alizaliwa miezi 9 kama vile watoto wanavyochukuliwa miezi 9. Maana Yesu alichukua mwili wa mwanadamu. Hiyo utasoma Waebrania 2:19. Lakini usisome, nataka tusimame tukuje hapa karibu. Sasa Yesu alifanya aje? Yesu alizaliwa namna gani? Si usome sasa hiyo Waebrania 2:19. Waebrania 2:19. Yesu alizaliwa namna gani? Alafu tutarudi mahali tulikuwa ndio nikuonyeshe. Akaoa. Yesu hakuoa. Yesu alizaliwa namna gani? Inasema waraka wa Ibrania 2:14. 14 inasema hivi. Tafuteni kwa bidii wewe. Hebrews chapter 2 verse 14. 2.
Hebrews chapter 2 verse 14. Anasema hivi, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye ambaye Yesu naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, damu na mwili. Yesu alikuwa ni Mungu na akanyenyekea kabisa, akachukuliwa mimba na Mariamu na akachukua mwili wa binadamu. Alipozaliwa alichukua mwili kama huu, alisikia uchungu. Ndio maana Yesu alisikia uchungu, alikuwa anakula, alikuwa na 100% mwanadamu. Mimba kama inachukuliwa miezi 9, Mariamu alichukua miezi 9. Siurudi sasa mahali tulikuwa mwanzo, hiyo Luka hiyo 2:36 tuliona hapo. Sasa enda verse 36. Soma 36 ukiteremka. Luka 2. Luka chapter 2. Verses 30 something, that's something. Nataka pali unasema baadaye Mariamu akaenda kwa Elizabethi wakaamkana. Hiyo ni mfungu gani? Baadaye hiyo ni fungu ngapi? 40 ngapi? Hebu soma sasa, anza 36, teremka 36. Palikuwa na nabii mke. Wewe unasoma wapi? Luka 2:36. Ni hapo. Ni hiyo 41. Basi wazee wake moja samahani. Luka 1:36 alafu Luka 41. 41 nasema verse 41 nasema aikawa Elizabeth aliposikia kule kuamkia wakati Mariamu alienda kwa Elizabeth, wakaenda wakaamkuana. Wakati alimwamkua tu namna hii, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeth akajaza Roho Mtakatifu. Sasa soma hapo mstari wa 38. Inasema Mariamu akasema tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Endelea. Basi Mariamu akaondoka siku hiyo. Hiyo ndio nilikuwa nataka ni 41 ama ni 39. Sasa baada ya Mariamu kutokewa na malaika, akaondoka akaenda kwa Elizabethi, na alipoenda kwa Elizabethi ndio waliamkuana, kidogo ndo kikaruka, yaani Yesu na Joana wakasalimiana, na waliposalimiana Mariamu alikaa na huyu mama Elizabethi mundangani. Mstari wa 56 inasema Mariamu akakaa naye kadri ya miezi mitatu. Mariamu akakaa na Elizabethi miezi mitatu. Swali, Elizabethi alikuwa na mimba ya miezi ngapi? 6. Kumbe hatukusikiza. 6. Elizabeth alikuwa na mimba ya miezi 6. Na Elizabeth akiwa na mimba ya miezi 6, Mariamu alipoenda kwake akakaa na yeye miezi 3. Hiyo imekuja miezi ngapi? 9. Basi ikawa namna gani? Teremka hapo. Anasema Mariamu akakaa naye kati ya miezi mitatu. Kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeth zilipotimia, alizaa mtoto mwana. Kwa hivyo Elizabeth alikuwa na miezi 6, Mariamu akaenda kwake akakaa na yeye miezi mitatu. Ikafika 9 akazaa Yohana Mbatizaji. Nimesema Yohana na Yesu waliachana na miezi 6. Ndio maana mimba ni ya miezi 9. Malaika alitumwa kwa Mariamu mwezi wa 6. Mwezi wa 6 kuongeza 9, Yesu angezaliwa mwezi wa 3. Kwa hivyo Yesu alizaliwa, na ndio maana alipozaliwa, tazama mama njuzi. Utanizomea hiyo hapa saa imeisha. Mama njuzi, Luka 2 mstari wa 6. Tabana mama njuzi walikuwa mahali wakiwa
wakatokewa na nyota. Nyota ni malaika. Malaika wakawatokea, na malaika walipowatokea, hebu soma hapo, soma hapo. 2:6 Luka 2:6 inasema hivi, ikawa katika kukaa huko, wao mamajusi walipokuwa wakichunga kondoo, wakichunga huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Siku za Mariamu zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamvika nguo za nguo za kitoto katika hori la ng'ombe. Akamleta katika hori ya kulia ng'ombe, nyumba ya wageni. Na katika nchi ile walikuwa wachungaji. Na katika nchi hiyo kulikuwa na wachungaji. Walikaa kondeni. Na kulinda kundi la kwa zamu usiku. Endelea. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Malaika wa Bwana wakawatokea wale wachungaji. Utukufu wa Bwana ukang'aa. Na utukufu wa Bwana ukang'aa pande zote. Wakaingiwa na hofu. Kuu. Malaika akawaambia msiogope. Kwa kuwa mimi naletea habari njema ya furaha kuu. Nimewaletea habari njema na furaha kuu. Itakayokuwa kwa watu wote. Dunia yote. Maana leo katika mji wa Daudi. Amezaliwa. Kwa ajili yenu. Mwokozi. Ndiye Kristo Bwana. Asante sana. Kwa hivyo Yesu alizaliwa, na kuzaliwa tarehe 25 Disemba. Hiyo tarehe 25 Disemba ilitetwa na nani? Na Babiloni. Babiloni ni sherehe ilisherekewa na watu ambao hawakuwa wanajua Mungu wa kweli. Ilisherekewa namna gani? Yeremia 7:18. Tunapoamka tukaribie. Nataka tukaribie hapa karibu. Tuamuke tu tulioketi hapo. Tukaribia hapa. Nataka tufunge mkutano tukiwa pamoja. Hiyo sherehe ilisherekewa namna gani wakati huo? Watoto huokota kuni. Sikia. Watoto huokota kuni. Na baba zao huwasha moto za kuchoma nyama. Watoto walikuwa wanaenda kuokota kuni. Baba zao walikuwa wanatengeneza moto mkubwa wa kuchoma nyama. Wanawake walikuwa wanakanda unga ili kufanyia mikate kutengeneza chapo. Tarehe 25 Disemba ilikuwa ya kutengeneza chapo na kuchinja nyama, kuchinja mbuzi, kuchinja ng'ombe. Ndio nimesema saa hii watu wameweka pesa nyingi, wakasherehekea tarehe 25 Disemba ambayo si Yesu alizaliwa. Ilikuwa sherehe ya watu hawakuwa wanajua Mungu wa kweli. Babeli walisherehekea namna gani? Vile ilivyokuwa inasherehekewa wakati huo, watu kuchinja, watu kutengeneza chapo, ndivyo inasherehekewa hata siku ya leo, na kubadilisha nguo. Yeremia 52:32 kubadilisha nguo mpya. Ndio maana tarehe 25 Disemba hapa unaona watu wanamevaa nguo mpya. Akasema naye, mfungo alipofunguliwa akasema naye maneno mazuri. Tarehe 25 Disemba watu wanaambiwa sema maneno mazuri. Kama uko na unga, patia mwenzako unga. Kama mwenzako hana hii, patia yeye hii. Maneno mazuri. Akaweka kiti chake juu ya viti vyote. Waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Endelea. Naye akambadili mavazi yake ya gerezani. Manguo. Tarehe 25 Disemba leo watu lazima wabadilishe manguo. Asante. Na ukikosa kunulia bibi nguo, anakukanyanga nyumba namna hiyo. Wewe kataa kunulia mtoto, siku hiyo kwa nyumba hakuna amani. Tarehe 25 Disemba maana si ya Mungu. Na siku hiyo ndio maovu yanafanyika. Watu kunywa kabisa na uzinifu na anjali. Maana ni sherehe ya kishetani. Biblia inasema ni sherehe ya kishetani ya kumiminia. Si huku malizia Yeremia hiyo 8:18 huku malizia inasema hiyo sherehe si sherehe ya Mungu. Sikia, watoto huokota kuni
7:18. 7:18. Watoto huokota kuni. Inasema watoto huokota kuni. Watoto huokota kuni. Na baba zao huwasha moto. Na baba zao huwasha moto. Wanawake hukanda unga. Na wanawake hutengeneza chapo. Ili kufanyia mikate Malkia wa mbinguni. Ili kufanyia mikate Malkia wa mbinguni. Semiramis. Endelea. Na kuwamiminia miungu mingine. Sadaka za vinywaji. Wapate kunikasirisha mimi. Hiyo sherehe watu wanakunywa pombe. Miungu mingine. Kuwamiminia miungu mingine sadaka. Hiyo sherehe ndio nakwambia ni ya kishetani. Ndio maana manjali na njaa. Ndio watoto wanabeba mimba. Watoto wakienda nyumbani wanaambiwa chungeni usiwe na capital D ukose shule. Unajua capital D? Maana mtu anataka kufanya ile kitu hajawahi fanya siku hiyo. Kwa sababu si sherehe ya Mungu. Aliyeleta hiyo Babylon. Mungu atusaidie sana. Amen. Na inaongezwa na mambo mengi. Hiyo sitaki kuongea, ili inaitwa Christmas tree. Iko hapa kwa Biblia. Yeremia 10:1, Christmas tree. Kwa nini sasa mtu mwingine ananiuliza sasa tufanye namna gani? Sasa maana hiyo si sherehe ya Mungu, tufanye namna gani? 29 kumbukumbu. 29 kumbukumbu. Kwa nini Mungu alituficha? Inasema hivi 29 kumbukumbu la Torati. Inasema kwamba acha nifike pale. Inasema utakwenda kwa 29 kumbukumbu la Torati. Inasema mambo. Simumulikie vizuri aone. Mambo ya siri. Kama tarehe 25 Disemba, hiyo ni mambo ya siri ya Mungu. Mambo ya siri ni ya Bwana. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa katika Biblia hii ni yetu sisi na watoto wetu milele na milele. Tusherekee ama tusisherekee? Tunaachana nayo, maana Biblia inasema si ya Mungu. Kwa nini Mungu alificha tarehe 25 Disemba? Mithali 25:2. Wacha nimalize na hiyo fungu. Mithali 25:2. Kwa nini Mungu alifiche? Kwa nini Mungu afiche? 25:2 inasema Mithali inasema mbingu huenda juu sana. Mithali 25 mstari wa pili. Inasema hivi ni utukufu ndio hiyo wa Mungu ndio hiyo kuficha jambo. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme. Ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Sijui kama mnapata hiyo ama niongee ni elaborate. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Wakati mfalme anataka ajulikane ni mfalme, anapoingia katika utawala anasema nachunguza corruption, nachunguza hapa, ili akipata sasa apate sifa. Nakumbuka wakati wa Kibaki alipochukua uongozi, corruption zilikuwa zimejaa. Sasa akasema mapolisi wanachukua corruption, sasa mkipata shika. Sasa raia walikuwa wakali sana, wakiona polisi akichukua hongo wanatoka wanaenda kumshika mpaka wanasimbia. Yaani mpaka watu wakawa wakisikia hii serikali ni kama yetu. Sasa hata polisi wakaanza kuogopa. Yaani ni utukufu wa mfalme kuchunguza, kufanya maneno wazi ili aonekane anafanya nini? Kazi. Si mnasikia hata huyu wetu anasema mbona majumba yaani anajiinua kabisa ili aonekane, lakini Mungu ni wa unyenyekevu, anaficha maneno. Hiyo sasa kuzaliwa alificha ili watu wasiweze kwenda kuanguka. Ndio maana unaona hata Mungu katika vifo za watumishi wake kama Musa hakuonyesha Musa ziko wapi, alificha. Maana Waisraeli vile walimwamini Musa, wangeenda kuabudu kwa kaburi yake, wangekuwa wakienda kuabudu. Mungu atubariki sana. Tumechelewa sana, tulikuwa tunataka tumalize saa 2. Mambo ni mengi. Mungu abariki. Wangapi wanaomba Mungu awajalie
kesho pia tuweze kuwa na mkutano mzuri kama huu. Kesho tunaingia pia, kuna mambo mengi ambayo tunajifunza hapa, tuone ukweli, maana kile kitatuokoa ni ukweli. Siusome hiyo fungu nimalize kabisa na hiyo, hatutaokolewa kwa uongo, na ndio maana Mungu anataka ujue yote. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 3 na 4, Biblia inasema Mungu anataka kila mtu aokolewe, lakini wajue ukweli, utoke kwa uongo. Watu wamekaa katika giza, hata hii kibira watu wamekaa katika giza, wamefunikwa ubongo na viongozi wengi na wachungaji. Mungu anataka watu watoke kwa mikono ya wachungaji, watu wajitegemee Biblia na Biblia peke yake. Mungu anasema siku za mwisho nitakuwa na watu watakuwa wanasema imeandikwa, 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 imeandikwa. Si watu kusema kanisa yangu, mchungaji wangu, hapana. Na watu wa Mungu hapa, ndio maana hapa tuna hadithi njoo, hadithi njoo. Hapa tuna hadithi, ni kusema fungua. Inasema tena mtaifahamu kweli. Nataka ianze, hili ni nzuri. Timotheo kwanza 2:3 inasema 4 inasema hili ni nzuri, tena inasema hili ni nzuri, nayo la kubalika mbele za Mungu, Mwokozi wetu, ambaye anataka watu wote waokolewe. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anataka watu wote waokolewe. Alafu si hivyo peke yake, na kupata kujua yaliyo kweli. Watu watoke mikononi mwa shetani. Shetani ameteka watu fikra zao. Watu wanaamini vitu ziko katika Biblia. Watu wanashika mambo ambayo ni mapotofu, mambo ambayo wamechanganywa. Huyu amechanganya na watu wengi wamechanganywa na huyu. Mungu atusaidie. Tumishi wa Mungu. Njoo malize. Njoo uweze kumaliza kwa maombi. Kesho tutaendelea mahali tumechia. Tutaona ufalme huu wa Babeli vile ulikwisha na kukakuja ufalme wa pili. Nao ufalme wa pili tuone mangeuzi gani umeleta. Maana falme hizi zimeleta mangeuzi, na haya mangeuzi yameletwa katika ulimwengu wa Ukristo. Yameingizwa katika ulimwengu wa Ukristo na watu wanasherehekea vitu hawajui, na wachungaji hawajawaonyesha mambo haya. Karibu mzee. Asante. Haya ni mambo ya ajabu ambayo Mungu anazidi kutufunulia sasa hivi. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja na kujua ukweli ambao unatuweka uhuru. Kwa hivyo tunaenda kuomba ili Mungu aweze kusaidia masaa haya jioni. Tuombe. Baba Mfalme, muumbaji wa vitu vyote, unastahili sifa na utukufu jioni ya leo, kwa maana wewe ndio Mungu wetu. Asante kwa nafasi ya kipekee ambayo umetujalia. Tumesikia maneno mazuri kutoka kwako, umejifunua kwetu kulingana na mapenzi yako Baba mbinguni. Endelea kujifunua zaidi kwa wote ambao wanasikia hii sauti, ili wakuja karibu na wajue ukweli ambao utaweka uhuru Baba wetu. Baba, ni asante kwa maana tunajua kwamba unatupenda na upendo ulio mkuu. Ndio sababu umeleta mkutano huu na kusanyika huu mahali hapa, ili watu wako waweze kujua ukweli. Baba, tunaombea kila mmoja wetu ambao amesikia hii sauti. Baba, unaongoza nao katika njia kipekee, uwalete karibu, ukeusa mawazo yao na njia zao Baba mbinguni, ili wajue ukweli. Tunajua kwamba tunaishi nyakati za mwisho ambazo ni nyakati ambazo wengi wamechanganyikiwa, hawajapata ukweli. Lakini utakapokuwa umepata ukweli, hakika utaelekeza katika njia inayostahili Mungu wetu. Bariki wanenaji wa leo, hasa mnenaji ambaye ametoka katika jukwaa hili Baba mbinguni, na wote ambao wamesikia ujumbe Baba Mfalme uweze kupatika. Tunapoondoka mahali hapa tukienda kama nyumbani mwetu, kuwa nasi, utuandae huu siku wote, hata siku ya kesho kuonee vyema turudi mahali hapa kwa ajili ya ujumbe wako Baba. Ni asante kwa nafasi ya kipekee, endelea kuwa pamoja nasi. Sifa na utukufu zikurudia kwa maana stahili, na kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunaomba na kuamini.